Amani na neema ya Mungu iendelee kuwa pamoja nanyi. Natumaini kwamba mko wazima. Acha niwatakie Christmas njema. Nadhani tuko katika siku za kumaliza mwaka, tunakwenda kufunga mwaka. Naamini kwamba watu tofauti kutoka sehemu fulani wako wanatembea wanaenda kwenye mapumziko yao, wanakwenda kuenjoy na familia zao. Ni lazima tuendelea kuwatakia weekend nzuri ya kuenjoy, ya kwenda kufunga mwaka, sherehe nzuri sana kwa kila mtu, na naamini kwamba neema ya Mungu iko pamoja na kila mmoja wetu. Sisi upande wetu kwa wazima, Mungu anaendelea kusaidia, tunaendelea kuona mkono wa Mungu kwa vyote ambavyo tunaendelea kufanza. Hii ni Ayamiri TV. Nataka unitege sikio zaidi kwa yale ambayo update ambazo ziko kwa siku ya leo, kama jinsi tulivyozungumza na kusema kwamba kuna habari ambazo tutakuwa nazidi kuwaletea, ziwe za kisiasa, ziwe za wasanii, ziwe tofauti ambazo zitapatikana katika meza yetu Ayamiri. Lazima tutakwenda kwa kufikishia wewe kama mdau ambaye unaendelea kufuatilia TV yetu Ayamiri. So today tutakwenda kuzungumzia kwa ajili ya vitu ambavyo viko vinaendelea katika mji wa Uvira. Kama jinsi tulivyowaambia, tukakwenda kuwafafanulia kutokana na mapambano ambayo yanazidi kufanyika na jinsi mji wa Uvira jinsi unavyojibana kui wakati ambayo koemo ndani. Jana mji ulikuwa vizuri, watu walifete sana, wakafete vizuri kabisa, siku ikapita vizuri sana. But today kuliamuka habari nyipi ambazo zikwenda kufanyika katika mji wa Uvira. Masasi ililia sana Uvira siku ya leo, lakini inshallah nimezungumza na mtu mmoja ambaye anaishi Uvira, ameniambia kwamba kwa sasa vimetulia kidogo. Na chonjo ambazo ziko kidogo tunasikia kwamba wanasema kwamba wa M23 ni kama wamekimbia tayari mji wa Uvira, lakini hatujakuwa bado na uhakika kabisa kusema kwamba tuko na uhakika kwamba M23 kwamba wamekimbia, lakini pale tutakaopata habari tutakwenda kuwafikishia, kwa sababu inasemekana vita ambavyo vilikuwa vinaendelea ilikuwa ni kati ya wazalendo pamoja na M23, na ikaonekana kwamba wa M23 walikwenda kugalagazwa vibaya kabisa. So today imesemekana kwamba leo kaya wa ile na kwa kule kala ya ilikuwa ya MONUSCO zamani, kama sijui kama ambaye naifahamu, nadhani kwamba anapasha kuifahamu. Leo imekuwa bombarde, imesambuliwa na mabomu. Ilikwenda kuvamiwa na waasi M23 na yote wakaisambaza kabisa, yote iko chini. Nadhani ambaye tayari ameshawahi kuisikia ama amefika watu sehemu ambayo MONUSCO MONUSCO ilikuwa inaweka makao yake, ile sehemu wanapaita Kala, nadhani ni mjini Uvira, ndio sehemu ambapo hiyo na ni kituo cha MONUSCO kilikuwa. Siku ya leo inasemekana kwamba wagaidi wa M23 wamekwenda kukiangamiza hicho kituo chote na mabomu ambayo walikwenda kutupa ndani ya hiyo kambi ya MONUSCO. Siku ya jana kama jinsi ilivyosemekana kwamba walikuwa wamepiga ambuscade convoy ya M23 wakawazunguruka. Sasa today inasemekana kwamba wamekwenda kusambua bato za M23 kwa siku ya leo na mabomu ambayo alikwenda kuulia huko katika poro ya Uvira. Na zani kwamba waliofuatilia wamesikia vizuri vitu ambavyo vigishi habari ilikwenda ni habari ambayo imekwenda kupitikana siku ya leo, na ni habari ya kweli, sio ya kupepesa, hapana, kwa sababu tumezungumza na watu ambao walifika wenyewe sur terrain na bashaona jinsi mavamizi, jinsi mapambano yalikwenda kupatikana, jinsi yalivyokwenda kufanyika, vyote wamekwenda kutuelezea. Kwa sababu nimeongea na mtu ambaye anaishi Uvira, akanambia kwamba watu hawatembei, kila mtu iko ndani, anafanya kazi zake mle ndani, lakini kusema kwamba unaweza kutoka uingie barabarani uende kwenye biashara kama jinsi ilivyo kawaida kama awali ama kama jinsi ilivyokuwa jana, hiyo ilikuwa haipo. Ya leo kabisa wa kila mtu alikuwa amebaki ndani anakaa, kwa sababu walikuwa wakisikia milio ya masasi, na pale mtu unaposikia milio ya masasi ni lazima utabaki tu ndani, hauwezi ukatoka, kwa sababu lazima utakuwa na wasiwasi, au juni wapi kweli sasa itatokea, labda ije kupata ukiwa njiani, ama labda unaweza ukakula mkoshi yako unaenda kukutana na waasi wanakufanya kitu kibaya, na labda inaweza kuwa sio waasi, lakini wakishakutanisha tu tayari umeshakuwa kwenye barabara,
wanakuwazia labda na we uko miongoni ya wale watu ambao wako wanakimbiza. Ndio maana ni vema zaidi wote walibaki ndani, kila mtu anafanya activities zake humo ndani, ikiwa ni kuenda ku toilet, ikiwa ni kubaki humo ndani, wanabaki humo ndani, hakuna kutoka. Tumekwenda kuzungumza na mkuu wa wazalendo, akasema kwamba wako tayari kufa kwa ajili ya nchi yao, wako tayari kupambania mji wao, mji wa mababu zao. Wakasema kwamba vikosi tayari vimetoka milimani, wakasema kwamba ile walivyosema kwamba wazalendo walikimbilia kwenye nchi tofauti, wakasema kwamba wameogopa, lakini ilikuwa sio hivyo, bali walikuwa tu wamejificha katika milima ile ya Uvira, na hivi wameamua sasa, mbaya acha iwe mbaya, watashuka ili waje kukomboa mji wao mzuri wa Uvira. Na hivi tunavyozungumza ndo wenyewe wako humo ndani. Sasa kuna kama jinsi nilivyozungumza, wanasema kwamba kuna kama tetezi hivi za kusema kwamba wa M23 wametoka tayari katika mji wa Uvira, lakini hatuwezi tukawahakikishia 100% pale itakapokuwa ni kweli, tutakapogundua kwamba wametoka, tutakuja hapa kuwataarifu na kuambia ambavyo vinaendelea katika huo mji wa Uvira. Kiongozi huyo wazalendo akarudi tena akasema kwamba akahamasisha waraia zake, akawaambia kwamba woga na mashaka waache, kwa sababu hii ni vita tayari ambao wako humo ndani, na kiwa muasi anashambulia nyumba yako ama kwako ama mji wako, ni lazima usiwe mzembe ukiogopa eti kwamba kuna watu ambao watakufa ama patakuwa nini na nini. Ni lazima upambane, japokuwa kuna wale ambao watakufa na tayari wameshapoteza maisha yao, lakini ni vyema kupambania mji ili wale ambao watakaobaki wabaki katika mikono salama bila matatizo yoyote. Kwa hiyo akataka kuhamasisha waraia waache kuweka mapanike kwa watu, waache kusema mengi, lakini watulie na waunge mkono jeshi lao la wazalendo pamoja na FARDC ili wapate kupambania mji huo wa Uvira na miji mingine ambayo inashikiliwa kwenye mikono ya waasi. Akasema kwamba yeye yuko determine kufanya chochote kile ili mji wa Uvira ukombolewe, akichanga na vingine wa viongozi wa wazalendo ambao wanakwenda kusimamia vijiji tofauti, kwa sababu unapozungumzia wazalendo haiko kwamba ni kiongozi mmoja tu ndiye anaongoza wazalendo wote. Unakutanisha kuna wazalendo wa Yakutumba, wa fulani, wale wote akahakikisha kwamba wako kwenye singa moja na hakuna ambaye kwenda kula kufranga za M23. Na ikiwa kama kuna yule ambaye alikwenda kukula franga za M23, watarudi kukuja tena kuwajulisha, kuwaambia, kwa sababu watagundulika tu. Na ndio maana akaambia waraia kwamba wakae roho baridi, mji utarudi mikono salama, activities zitarudia mikono salama, kila kitu kitakwenda vizuri kama jinsi ilivyokuwa awali. Akawaambia kwamba waache mapaniki, kutumatuma mavoice, kuogopesha watu ambao wako nje, ambao labda wako na ndugu zao kwenye mji wa Uvira, wakose amani, eti kwamba mji wa Uvira hauna amani. Akawahamasisha akiwaambia kwamba waache vurugo, waache kuwatulie, kila mtu manyumbani kwao, wanataka kupambania mji wa Uvira ili wabaki salama. Turi ya mwanzo walisema hivyo, wakasema kwamba wako tayari kukimbia kupigana na adui, wakasema mpaka na Bukavu watakwenda kuikomboa. Hatujui kama kweli watakwenda kufanza hilo, kwa sababu mwanzo waliposema tulikuja kushtuka tu, wameshabana tayari mji wa Uvira. Hatujui kwamba sasa hii wakati maraba kama watakwenda kushika mji. Tusubirie, tukae chonjo kwenye TV yetu nzuri zaidi, tutakapopata tu confirmation ke mji deja ishakuwa rekipere na wazalendo, tutawajulisha. Nakwenda kuinvite sana, usiache kusubscribe, kutumia channel yetu hii Ayamiri, tumia mwingine ili aendelee kupata habari nzuri ambazo zinaendelea katika dira ya dunia. Na tuko tunaseti mitambo, kila kitu kitakuwa sawa, kwa sababu kuna vitu ambavyo bado hatujakamilisha vizuri, lakini tunaamini palipo mapenzi ya Mungu tutakwenda kufanyikisha kila kitu na vitu vyote vitapita sawa. Ni nyinyi tu kukaa chonjo, kuendelea kutusupporti kwa kushare linki zetu, kwa kufanya subscribe, kwa kucomment kwa watu wengine. Asante, mmebarikiwa sana. Ni Ayamiri TV. Chao.